anipe wepesi, atupe uzima, ila kila mwaka tupate kukutanika kwenye iftar kama hii ya leo. Kwa hiyo natamani ndio uwe utamaduni wangu wa kila mwaka. Lakini ndugu zangu wananchi wa jimbo la Bunda mjini, tunapaswa pia kuombea viongozi wetu. Tunapaswa pia kuombea amani ya nchi yetu. Viongozi wetu wana majukumu mengi, lakini viongozi hao wanapaswa kuombea ili na sisi wasaidizi wao tuweze kutekeleza majukumu yetu vizuri, ili matarajio, matamanio ya Watanzania na wale ambao wapo hapa Bunda mjini yaweze kutekelezwa. Mheshimiwa Katibu wa chama na shehe wangu wa wilaya, juzi tumetoka kupitisha mpango ambao utagharimu zaidi ya trilioni 84, na kwenye hizo trilioni 84, trilioni 60 zinategemea sekta binafsi. Na hapa Bunda ni wilaya ambayo inaenda kukua kiutalii. Tuna miradi ambayo tutategemea watu mbalimbali waweze kuikamilisha, ikiwepo na World Bank, mradi wa TACTIC. Lakini vile vile tuna eneo la ukanda wa uwekezaji. Eneo la ukanda wa uwekezaji tunaitegemea sekta binafsi. Tunategemea wawekezaji waje kuwekeza katika jimbo letu. Na nashukuru Waziri Kitila wa mipango na naibu waziri alifanya ziara na akatuambia miongoni ya maeneo ambayo serikali inaweka kipaumbele ni pamoja na eneo letu la Bunda la Tairo. Mimi na nyinyi ombi letu ni moja: tukidumisha amani na utulivu, investors watakuja kuwekeza, mji wetu wa Bunda utabadilika, wadogo zangu, vijana wetu, mama zangu watapata ajira. Lakini Mheshimiwa Rais ana mpango mkubwa wa mkoa wetu wa Mara. Hivi tunavyozungumza zaidi ya bilioni 300 zitajenga uwanja wa Serengeti. Lakini kwenye mpango wa taifa huu ambao tumeupitisha, tayari mkoa wa Mara inatakiwa ijengwe reli ya SGR kutoka Tanga mpaka Msoma. Haya yote hayawezi kutekelezeka kama nchi yetu haitakuwa na amani na utulivu. Niwaombe sana viongozi wa dini, niwaombe sana wananchi wenzangu wa jimbo la Bunda mjini, tuendelee kuiombea nchi yetu, tuendelee kumwombea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, sababu ana maono ya dhati na nchi hii. Hivi tunavyozungumza kwa wafanya biashara ndogo ndogo ambao vijana tayari bilioni 200 zimetoka. Kwenye bilioni 200 halmashauri yetu ya mji wa Bunda milioni 200 zimetoka. Ofisi yangu kushirikiana na maafisa maendeleo wa kata tunatoa mafunzo ya vikundi na ikishirikishwa ofisi yangu ya jimbo. Kwa hiyo niwaombe tuchangamkie fursa. Mimi kama mwakilishi wenu, kama binti yenu, nitahakikisha kila mkopo unampata mtu anayestahili, yule mfanyabiashara ndogo ndogo kweli. Na pia limetupatia motisha hususani kwa sisi vijana juu ya pesa ambazo mama ametuletea. Nikizungumzia pesa za mikopo, kuna baadhi ya vijana tayari walikuwa wanaogopa kukopa, lakini mpaka leo hii wanaendesha timba zao za mbao wenyewe, wako maduka 9 hapo Bunda mjini. Pia kuna wengine wanamiliki usafiri wao, nikimaanisha bodaboda, wengine bajaji. Kuna wengine wamejikwamua kimaisha. Mpaka leo hii sio wale vijana wa level hili ambao tulikuwa tunawazungumzia kipindi cha nyuma. Kwa hiyo fursa ya mkopo ni fursa nzuri kwa sisi vijana, na hizi pesa ambazo zimekuja na imani hata sisi vijana tutabadilika zaidi ya hapa. Tutatoka kuwa mategemezi na tutakuwa vijana ambao tunaweza kusaidia wazazi wetu na watu wengine ambao wanatutegemea. Katika amani na umoja, ili tuweze kupata umoja na amani, pale ndipo haki zinapopatikana, lakini pale ndipo upendo unaposhamiri, na pale ndipo mshikamano unapokuwepo. Tunahitaji sana katika kizazi hiki cha sasa vijana wetu kuwa waadilifu, vijana wetu kufanya kazi kwa bidii, vijana wetu kuwa na maadili na malezi yaliyo bora. Tukisisitiza hapo, sisi kama wazazi, imefika muda sasa kila mzazi aangalie kijana,
ambaye yuko katika malango yake. Pia tunamshukuru Mheshimiwa mbunge ametufungulia hapa masikio, lakini pia kwa namna ambavyo hapo nyuma ilikuwa inatolewa mikopo ya halmashauri kupitia mapato ya ndani ilikuwa na masharti magumu sana, lakini kwa sasa kwa kweli tunafurahi na tunaishukuru serikali kwa kwanza imeongeza kiwango cha kukopesha, lakini pia masharti imekuwa ni nafuu na haina riba. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali, na hii inatufanya sisi tuendelee kuiamini serikali na kuona kweli tukiendelea kuitunza amani, mikopo hii mwisho wa siku itakuwa ya kiwango cha juu zaidi ya hivi ambavyo imeboreshwa. Tuhakikishe wazazi tunawasimamia watoto wetu, tusiwaache tu vile wanavyokwenda mashuleni, hatuwasimamii, hatuangalii maisha yao au vinginevyo. Hili jambo linaweza likaleta matatizo yaliokuwa makubwa, lakini pia na vijana ni lazima waangalie katika mitandao hii ambayo tunayokuwa nayo ni namna gani ambavyo wanapotakiwa wachukue maadili yaliyokuwa mazuri, na waangalie mambo yaliyokuwa ni mazuri na yenye elimu yanayoweza kuifaa jamii.